Labda ungetueleza tu kwa hali halisi ulivyoona katika zoezi la kwanza kufika hapa kujiandikisha. Kwanza ni washukuru ndugu waandishi wa habari kwa kuendelea kufanya majukumu yenu ya kuwahabarisha na kuwaelimisha wananchi. Tunashukuru kwa hilo. Lakini la pili, nimekuja kwa ajili ya nilisema mimi mwenye kuupdate taarifa zangu. Labda ungetuambia unaonaje hadi hivi sasa tume ya uchaguzi na zoezi lake linakwenda, hasa katika kutoa elimu ya kuisha wananchi wanajitokeza kuandikisha? Mimi nadhani kuna mambo mawili. Tume ya uchaguzi wana majukumu yao, wanayafanya kwa kiasi chao, lakini na taasisi nyingine, sisi kama vyama, lakini taasisi kama NGOs nyingine, lakini hata na nyinyi kama waandishi wa habari. Nadhani hii ni kazi yetu sote, na mimi naamini kwamba tumeifanya kazi hiyo vizuri, ndio maana watu wamejitokeza kuja kujiandikisha. Mimi nataka ufafanuzi zaidi kwenye kusema update, maana yake dhana ninavyoona mimi kwa kujiandikisha leo, na maana labda ulikuwa hupigi kura katika miaka ya nyuma, au ulikuwa hujajiandikisha, na kwa nini unajiandikisha leo? Asante sana, hili swala muhimu sana. Mimi kwanza ni mpiga kura toka mwaka 90, na sijawahi kukosa kupiga kura, lakini mwaka 2020 bahati mbaya nilikuwa na kazi za watu nje ya nchi, na kwa hivyo wakati ule wa kuupdate daftari sikuwepo, na nilidhani tu kwamba kinachohitajika ni pengine kuja na lakini kitambulisho nilikuwa nacho, lakini nilidhani kwamba pengine ni kuja kuupdate taarifa zangu kwenye kitambulisho, maana hata picha ilikuwa ya zamani kidogo. Ukiniona toka niko Uthmani mpaka leo hivi nilivyo. Kwa hivyo, lakini nilipouliza nikaambiwa kwa utaratibu kila baada ya miaka 15 tume ya uchaguzi wana update daftari, na kwa hivyo itabidi kwa sababu inabidi niandikishe tena, lakini si kwa sababu sikuwa mpiga kura. Nilikuwa mpiga kura, nilikuwemo kwenye PVR, na nilikuwa na exercise hiyo haki yangu ya kupiga